ambazo watoto wetu wanazisoma kupitia kwa maustazi wao kutokea hapa katika madrasa hii. Shekhe, nipo na shekhe hapa, mudiru wa madrasa hii. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya siku ya leo? Alhamdulillah. Unaitwa nani na utuambie wewe ni nani katika madrasa hii? Mimi naitwa Saidi Othmani Kingo, ni ustadhi wa hii madrasati Khaznatil Kubra iliyopo maeneo haya Tabata Kisuru inshallah. Sawa, iliyopo maeneo haya ya Tabata, lakini tumeona hadhara inaendelea mpaka sasa hivi. Labda ni mara ya ngapi sasa? Ni mwaka wangapi mnafanya hadhara kama hii? Kwa kweli sina kumbukumbu, lakini haya mambo yana muda mrefu sana tunayafanya hapa. Japo tunakuwa tunaruka mwaka mmoja, mwaka unaofuata tunafanya. Tunaruka mwaka mmoja, mwaka unaofuata tunafanya. Mwaka jana mlifanya? Mwaka jana tukufanya, isipokuwa mwaka juzi tulifanya. Mwaka juzi mlifanya. Na mkajiandaa kwa muda, kwa maana mwaka huu mmefanya tena. Naam. Sawa, lakini mwitikio labda kwa maana ya wazazi mnaonaje? Wazazi, unajua mambo yetu ya Kiislamu namna yalivyo, kidogo yanakuwa na ugumu. Lakini leo ikifikia siku kama ya leo, unaweza ukasema ukaona wamejaa wengi, lakini tulipotoka huko kidogo ilikuwa mtihani kidogo, mpaka tumefikia hapa nasema Allah ndio. Naam. Wazazi huwa wanafurahi sana watoto wao wakiwa wanasoma, mashaallah zinakuwa nyingi, wanawatunza watoto wao. Wanawasomesha, wanawatunza pia. Hilo sasa maana ya walimu. Hilo shekhe, wewe mwenyewe ni shahidi. Na umesikia mwenye muongozaji pale kwa kizungumza sana hilo jambo. Sahani ya mashekhe. Naam, sahani ya mashekhe. Sahani ya mashekhe ipo tupu. Naam. Lakini watoto tunaona wanapotunzwa. Naam. Hili linakuumiza kiasi gani? Hili shekhe, kwa sababu ndio mambo ya Uislamu. Sawa, ndio mambo ya Uislamu. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba mimi naumia katika jambo hilo. Almuhimu, kwa sababu leo ni siku ya vijana, alhamdulillah, acha vijana wafurahi. Acha vijana wafurahi, lakini natamani kusikia wito wako kwa wazazi, labda wito wako wewe kama mwalimu wa madrasa ambaye umefundisha, umedumu kwa muda mrefu na watoto leo hii tunaona watoto wakiwa wanasoma vizuri kabisa. Wito wako labda kwa wazazi ni upi? Mimi wito kwa wazazi, kwanza ni kwa naomba wazazi ushirikiano. Unajua watoto wengi wanakuja madaris, lakini wazazi wanakuwa hawana msukumo na watoto. Umeona sasa hivi unaona madarasa namna zinavyofundisha, tunafikia mpaka tunafundisha muda wa saa 12 tunakwenda mpaka saa 3, lakini kutokana na nini? Wazazi wamekuwa hawana msukumo. Kwa hiyo tunajitaji watoto nao waweze kupata dini. Kwa hiyo tunakwenda hata katika ule muda ambao unaona kabisa sio muda wa nani, lakini inabidi tufanye hivyo kwa ajili ya kutafuta. Sasa hii kutokana na uzito wa wazazi katika mambo ya dini kidogo wamelala sana. Unaona? Sasa inabakia sisi jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba hawa tunaoamsha. Umeona? Sasa tunafanyaje? Ndio zinafanyika juhudi kama hizi. Leo wakijaa hapa, wakipata darasa hapa, kidogo siku 2-3 wanakuwa na imani za Kiislamu zinapanda na kushuka. Zinapanda. Kwa hiyo mambo kama haya akiwa mara kwa mara, alhamdulillah, kwa kidogo na wao mtoto anatakiwa hifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka mingapi? Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeona hata katika mafundisho tumeambiwa umri wa miaka 7 tu mtoto aanze kufanyaje? Kushika Qur'ani. Au sio bwana? Yaani aanze swala, si ndio? Lakini katika udogo umeona tumeanza nao, alhamdulillah. Mimi mwenyewe imenishangaza. Umeona Una watoto